Habari ndugu Mswahili, mambo ni mengi, muda ni mchache. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Fanya hiki, unafanya kile, lakini unakuta una jambo unataka kushare na wengine. Uonyesha labda ka uwezo kidogo ambako Mwenyezi Mungu anakuwa amekujalia. Unakuwa na ka uwezo fulani. Unakuwa na ka uwezo ambacho unakuta mwingine, yani uwezo ulionao unakuta labda ni shida za watu. Sasa nikasema sio mbaya, hebu ngoja tuje tuonyeshane kitu kidogo hapa kwenye haya mitandao. Mtu mwingine anakuwa na smartphone, umenunua bei kubwa, mwingine amenunua smartphone bei ndogo, lakini ile ya bei ndogo na ile ya bei kubwa zote zinakuwa zina uwezo fulani ambao unafanya mambo sawa. Ni vitu vichache tu vinakuwa vinatofautisha. Hebu tuje tuangalie kitu kimoja. Utakuja kuingia kwenye Google Chrome yako. Hii sehemu ya kuandika hapa, sehemu ya kusearch hapo, utakuja utaandika maneno haya hapa. Ndaangesha kafumo. Ukiandika hivyo unabonyeza enter, utakuja utafungua tovuti hii hapa. Sasa tovuti kwa Kiswahili wanataga ni website, kwa Kiingereza. Sasa hapa kuna mambo kadhaa yanayofundisha mambo ya kiroho. Nilikuwa nikipita kwenye Facebook, nilikuwa nikipita kwenye mitandao mingine huko TikTok, nakuta mambo mbalimbali, au sio, nakuta watu kadhaa wanafundisha lazima uwe tajiri, wewe lazima ufanikiwe. Mwingine anakuambia haula, mara epuka kulala na wanawake, mara uwe na low frequency, uwe na high frequency. Sasa nimekuandalia kitu kimoja hapa. Hii ni website ambayo utajifunza mambo mbalimbali ya kiroho. Mimi nimekuja na kitu cha tofauti kidogo, na kuelekeza kipi ni kipi. Yaani sishiti kukwambia kwamba aula na kuelekeza ni kitu gani, ili ukijua wewe mwenyewe uweze kupambania mwenyewe. Hapo ulipo una uwezo wako ambao labda ukiugundua ni mkubwa kushinda labda hata mimi. Mimi kwa uwezo wangu ni kadogo, nimekajua. Lakini wewe uwezo wako ukiujua unaweza kukuta ni mkubwa kuzidi wa kwangu. Sasa leo tutajifunza mambo kadhaa. Hizi hapa ni baadhi ya posti zangu nyingi. Lakini sasa hapa tuanzie mwanzoni. Kuna posti ya mwanzo kabisa ya frequency. Ramani ya frequency. Tutakuja tuangalie hapa. Tunataka tusome ramani ya frequency. Unajibu sema hapa. No, sio hii. Kuna hii hapa ya mwanzo. Unajua hizi lazima uende kwa mpangilio. Ukianzia hapa hautaelewa zingine. Kwa hiyo lazima uende kwa mpangilio. Sasa tutakuja tuangalie jinsi ulimwengu unavyoitikia na kutii wito wako. Na maanisha kweli wanaposema jinsi ulimwengu unavyoitikia na kutii wito wako. Na maanisha hichi tunachokiongea na maanisha. Utaelewa jinsi tunavyoendelea kusoma huko mbele. Sasa leo nitakuja nikueleze sheria ya frequency. Jinsi ulimwengu unavyoitikia na kutii wito wako. Elimu hii nimeitoa mahali. Kwa hiyo naenda kusoma, tuelekezane hapa na pale kama unakuwa uelewe. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Kuna siri moja kuu nyuma ya mafanikio, afya na furaha. Na hiyo yote sio kingine, ni sheria ya frequency. Kila kitu katika ulimwengu huu, kuanzia nyota, mawe hayo, miamba, hadi mawazo yako kinatetemeka. Tukao ufahamu hivyo, kila kitu kinatetemeka. Everything vibrates. Hii ndio tunaita, wengine wanasema na vibe. Ukivuta sigara unapata vibe. Ukienda kwenye muziki unapata vibe. Kwenye mapenzi unapata vibe. Ukienda kwenye msiba unapata vibe ya kulia. Ndio hiyo vibration, frequency. Kila kitu kinatetemeka. Ndio hiyo vibe. Ndio hilo neno vibe halipo tu kupoteza muda. Ni vibe ndio inamaanisha hiyo vibe. Katika kiwango fulani cha nishati, na kila kitu kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Kiwango hicho cha nishati au tunasema frequency, kina vibrate kwenye kiwango fulani frequency. Kina frequency fulani, yani kina frequency, kina mtetemo fulani, kina frequency fulani. Ulimwengu hauitikii unachotaka, bali unaitikia frequency
unayotoa. Si umeelewa? Yani kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Umeenda kwenye muziki, umeenda kwenye muziki, una mood, uko na stress zako na nini, uko na stress. Lakini jinsi muziki unavyozidi kupiga pale, ulikuwa huna mood ya kucheza, unashangaa na wewe umeanza kukatika. Mara mabega, mara kiuno, mara sini, kwa sababu frequency iliyopo pale ni ya furaha, ni high frequency ya furaha. Kwa hiyo mwili wako haupingi. Mwili wako hauna uwezo wa kupinga hiyo frequency. Sijui unaelewa? Mwili wako hauna uwezo wa kupinga hiyo. Hauna uwezo wa kupinga frequency ya furaha. Ukiwa kwenye muziki pale, ili usicheze muziki pale, unatakiwa utoke kwenye muziki. Lakini ukiendelea kukaa pale, mwili wako una respond. Kwa ajili gani? Masikio, macho, pua na ngozi ni milango ya fahamu. Sasa kupitia kwenye masikio kuna akili inaitwa subconscious mind. Inaitwa ni akili ya hazina. Sasa kupitia hii milango ya fahamu ndio inayopeleka kila kitu kwenye subconscious mind. Subconscious mind ndio anayeamrisha mwili kwamba sasa hapa pindisha kidole, sasa hapo ndio ucheze. Sasa hapa tupo kwenye mood ya furaha, sasa hapa tupo kwenye mood ya kulia. Umeona? Kwa hiyo milango ya fahamu jinsi inavyosikiliza muziki pale, inapeleka moja kwa moja mawimbi kwenye ubongo. Kwa hiyo ubongo kwa kupokea frequency ya furaha, ile ni frequency ya furaha. Inapokea ile frequency ya furaha, inaamrisha mwili haupingi frequency ya furaha. Mwili hawezi kupinga frequency iliyoingia kwenye subconscious mind, hiyo akili ya hazina hiyo. Haya, tuendelee. Mada ni kubwa lakini shaanza kuongea vitu vingine, lakini ni ulimwengu ambao tunauishi, ni vitu ambavyo vipo. Ukiwa msibani ulikuwa hujapanga kulia, unashangaa ukiwa pale watu wanalia. Hiyo ni sauti hiyo. Sauti inatoa frequency. Frequency inazalisha mtetemo fulani. Yaani katika mazingira panakuwepo na mtetemo hali fulani. Ile ni frequency ya hofu, wasiwasi, ya matatizo na nini, yani majonzi. Frequency ya majonzi inakuwepo pale msibani. Kwa sasa inakuvaa wewe mwenyewe. Mwili hauwezi kupinga frequency iliyopo. Sasa unapokuwa binadamu, wanakuambia binadamu ni kiumbe ambao ni watofauti sana kuliko viumbe vingine. Viumbe vingine vinatetema mtetemo wa fixed. Nikisema fixed mnaelewa. Yaani mtetemo wa fixed. Viumbe vingine hawana uwezo wa kuchange frequency zao, lakini binadamu ana uwezo wa kuchange frequency zao. Akienda kwenye muziki, frequency inafanyaje? Inakuwa ya furaha. Akienda msibani, frequency inakuwa ya majozi. Akifanya mapenzi, frequency inakuwa ya mood ile. Umeona? Hivyo. Kwa hiyo binadamu pekee ndio anaweza kuchange frequency kwa viwango vya juu na viwango vya chini. Ila viumbe wengine wapo kwenye same frequency. Kwa hiyo ukishuka ukienda kwenye frequency ya huyo kiumbe, utakuwa unaweza kumamrisha huyo kiumbe kwa sababu mpo kwenye frequency moja. Hebu elewa. Tuendelee hapa kwenye mada. Nilikuwa nimeshaanza kuongea mambo mengi. Je, uko tayari kujua jinsi ya kugeuza kitufe au namna yako ya ndani ili kuvuta baraka na kufungua maisha yako? Kwa kubadilisha mtetemo wako ndani yako, unaweza kubadilisha mambo mengi. Unaweza kukuta mtu anafoka wewe unakaa unacheka. Lakini ukaruhusu akafoka na wewe ukapanic, ujue frequency yake imekwase. Lakini kama frequency yake ikiwa juu, ile frequency ya asili ni frequency ya mawimbi ya chini. Tutajifunza hapa aina za frequency ndogo na frequency kubwa. Kitu cha kwanza ni kuelewa msingi. Unatakiwa uelewe msingi. Mawimbi ya nishati, msingi wa mawimbi ya nishati. Kiroho kila kitu kina nishati, unatakiwa ujue hivyo. Nishati hii imegawanyika katika ngazi mbili. Nguvu kuu tukufu, takatifu, high frequency. Hii ndiyo frequency ya Mungu. Ukisikia nakwambia Mungu sio jina kuu kwamba Mungu. Kila kabila lina jina lake wanavyomuita Mungu. Ukienda kwa Wafipa watakwambia mweneleza. Ukienda kwa Wachaga watakwambia Luamangi. Yote inakuwa inamaanisha nguvu kuu takatifu. Yote inakuwa inamaanisha ile nguvu kuu, yani chanzo cha kila kitu. Frequency ya high frequency kuliko zote. Ndio hiyo inakuja, ndio sisi tunasema ni Mungu. Unaweza kusema Mungu anaokoa. Kwa nini watu wanamkimbilia Mungu? Ukiwa kwenye high frequency, vitu vya low frequency haviwezi vikakufuata. Kwa sababu
Vitu vinavyokuasili ni vile ambavyo uko navyo kwenye frequency moja. Kwa mfumo niliokuelekeza. Ulikuwa kwenye mziki pale, lazima utapata mood ya kucheza. Ukiwa kwenye high frequency unakuwa na furaha. Unakuwa na furaha, unakuwa na shukrani sio na masharti, furaha sio na masharti. Yani kuna sijui unanielewa hapo. Hebu chukulia ile mfumo kwamba ukienda msibani unalia. Ukienda kwenye mziki unafanyaje? Unaanza kucheza. Ukiwa umekaa ukisikia sauti za miguno ya mapenzi, mwili wako unasisimka. Hizo zote ni hasa za frequency. Sasa ukiwa kwenye high frequency, shida na nini? Pale uwezo kawaza stress, sijui umeachwa, wala uwezo kawaza sijui majonzi. Ukiwa kwenye high frequency, yani uko kwenye raha yani upitiliza. Sasa hizo ndio high frequency. Sasa kuna nguvu kuu tukufu takatifu ambao sasa wewe binadamu hata ufanyaje uwezo kajiongea kufika kwenye, lakini jinsi unavyojitahidi kwenda kwenye high frequency ndio hivyo unavyojiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Na ukiwa unajiweka karibu na Mwenyezi Mungu tutajifunza huko mbele. Kwenye frequency ya juu ndio huko viumbe wengine wanaishi kama malaika. Ni viumbe ambao wanaishi kwenye frequency ya juu, viumbe wa mwanga, viumbe ambao hawatishi. Nataka nikupe tofauti ya malaika na majini. Na majini au mizimu wabaya, mizimu wazuri. Malaika ni viumbe ambao wana furaha na upendo usio na masharti. Lakini majini ni vitu vya kutisha. Kitu cha kutisha, kitu kinachokutia hofu, hiyo ni low frequency. Kitu kinachokupa raha ni high frequency. Ndio maana hata majini watakuja jinsi ya kutisha tisha, yani vitu vya kutisha tisha ile tu upate hofu. Yani frequency yao ni ya hofu. Yani jini anakutia hofu na wasiwasi. Hebu nenda kasikiliza wengine huko akina Manyanda, wakina Godlove, Chief Godlove, watakwambia hizi habari. Wewe utaka tufungue jicho la tatu. Kipindi kinachofuata hapo mbele tutaelekezana jicho la tatu ni kitu gani. Hii ndio frequency ya Mungu. Tunaendelea japo naongea sana. Hii inawakilisha upendo usio na masharti, amani na ulinzi kamili. Kadiri unavyopanda kwenye frequency hii ndio unavyoungana zaidi na wingi wa kusudi lako la maisha. Ukiwa kwenye frequency hii mambo huwa yanafunguka. Unashangaa unapata mawazo ya kufanya mambo mengi. Lakini ukisharudi kwenye wasiwasi, kujiamini kunatoka. Maana umeingiza low frequency. Umeelewa? Takuja kukueleza vizuri kwamba uchawi unakuaje na mtu anakulogaje na unaathirika vipi. Huenda unaweza kupona kwa kujua haya. Au unaja kwenda kanisani ukapige mapambio na nini, lakini kwa kujua haya unaweza kupona uchawi. Unaweza kujikinga na baadhi ya mambo madogo. Hapa tuko kwenye kipengele A, tunajadili high frequency. High frequency ambayo ni mambo chanya. High frequency inahusisha upendo, shukrani, furaha na amani. Nguvu kuu tukufu takatifu Mungu au chanzo ndio inakaa huko. Malaika wakuu hukaa huko. Roho wema wa uongozi na uponyaji. Roho wema uongozi ni mababu. Kisia nasema ancestors. Hawa ni viongozi wako. Mababu mipaka yao ni kwenye ukoo. Kila ukoo unakuwa na mababu wao. Nisema mababu wake, Kiswahili chenyewe hiki. Kila ukoo unakuwa, yani mababu zangu mimi hawawezi kukuasili wewe. Yani badala yake wanaweza kuniongoza tu. Yani kama wanataka kukuasili wewe, labda wakuasili wewe kupitia mimi. Kwa sababu mimi wataniongoza kuja kukuasili, hawezi kukuasili wewe. Mababu zako wewe hawezi kuniasili mimi. Mababu wema ndio hawa roho wema. Roho wema, mababu wema na roho zingine. Roho zingine ambazo ni roho za wema. Sasa tutajifunza zaidi huko roho mababu inakuaje, kwa nini mababu wema na kwa nini mababu ambao sio wema. Lakini high frequency kitu kingine kuna shauku. Shauku ni high frequency. Kuna huruma, kuna wema. Unapokuwa na shauku, yani shauku nafikiri unaelewa. Unapokuwa na huruma, hiyo ni high frequency. Unapokuwa na wema, unajisikia wema, hiyo ni high frequency. Unaposikia msamaha ni high frequency. Usiogope, hiyo ni high frequency. Ukiwa unajisikia msamaha, hiyo ni high frequency. Sio uchawi kwamba nimelogwa nimsamehe, hapana. Hiyo ni high frequency. Ujue kabisa upo kwenye high frequency. Kwa unapoona haya mambo, kuna kitu kingine ni uhakika, ujasiri na utulivu. Haya viumbe au hali zinazohusishwa na nguvu kutukufu takatifu kama nilivyokuambia, malaika wakuu, roho wema, uongozi,
mababu zako ndio wanakuongoza. Wanaweza kukutanisha na mimi, kwa sababu ndio wanaopanga ukutane na mimi, ukutane na kitu kibaya kulingana na frequency unaotoa. Ukitoa frequency kubwa, ukitoa high frequency unakutana na mababu wema. Ukitoa frequency ndogo unakutana na mababu wa kwenye ukoo wenu, wale wenye visilani. Unakutana na wenye visilani wenzako. Shauku, mafanikio ya kiroho, afya, ubora, uhamasishaji. Nafikiri unaelewa hii jedwali inamaanisha nini. Huku ni high frequency ni vitu gani? Huku ni viumbe wanaohusishwa nao au hali inayohusishwa nao. Kwa sababu viumbe hawawezi kuona kwa macho, lakini unapata tu hali. Unapata tu hali ya kitu hicho. Lakini unaenda B. B ni kitu gani? B ni kitu gani? Hii inajumuisha, B ni frequency, low frequency, mizigo na vizuizi. Hii inajumuisha nishati inayozuia mtiririko wa baraka na kukuzuia wewe, na inatokana na hofu, wasiwasi na kumbukumbu mbaya. Maisha katika low frequency huvutia matukio yanayofanana na hisia hizo. Kama nilivyokuwa nakwambia ndugu yangu. Hivi mimi nakwambia vitu ambavyo ni maisha, yani ni uhalisia wa maisha jinsi yanavyoenda maisha. Yani mimi sikupi sijui jiunge na mimi, jiunge hivi na hivi, jiunge si ndio nije kunini. Afu tutakuja kuzungumzia hapo habari ya jicho la tatu ambalo linakuwa linachanganya watu kwamba wanaona kitu cha ajabu. Ukitaka kujifunza mambo ya kiroho, labda unaweza kanielewa vizuri. Kuna mtu mmoja kwenye mitandao ya Facebook amekuwa mwalimu wangu, anaitwa Malikia Kasafari. Kuna YouTube channel moja ya Lakim's Spiritual, anafundisha mambo ya kiroho vizuri kabisa. Ukiona umekutana na hiyo channel, ujue ni babu zako wamekuongoza, hawataki upotee. Wanataka ujifunze mambo mema. Hata ukisikia sauti hii inavyonguruma, japo haivutii, sijui sina mpango nayo. Ukisikia inanguruma hivi, ujue ni mababu zako wamekuongoza ukutane naye. Kuna ile kauli wanakuambia, kuna mtu anakuwa ni the golden, the chosen one. Sijui nini? Hamna. Yaani hiyo sichukulie hivyo. Yaani the chosen one sio issue. Yaani ni pale the chosen one sio issue. Hivi ni pale ambapo unakutana na kitu chema. Yaani kitu chema. Yaani kwa nini ukutane nacho? Yaani kwa nini ukutane nacho? Kwa nini usikutane na kitu kibao, umekutana na sauti hii? Manake wewe wenyewe wanasema ukienda kwa Lakim's Spiritual anakuambia ujue wewe ni chosen one. Yaani kusikiliza sauti hiyo ujue wewe ni chosen one. Mimi mwenyewe sio kwamba haya mambo yamekuja. Yaani nimetafuta mahali akawa anakuja hivi. Sasa siwezi kukaa naye mwenyewe. Lazima niyatoe. Watu wana shida, watu wana vitu vinaweza kuwasaidia hivi. Hii tupo kwenye low frequency. Mambo hasi. Hofu, wasiwasi, hasira, wivu, lawama, majuto, aibu, kutokuamini na kutokujiamini, kujiona hufai, stress, ziki, uzembe, uchawi mbaya, ndio hivi vitu. Sasa wanaoishi viumbe gani au wanahusishwa na hali gani za mazingira yanayotuzunguka? Mizimu na majini. Mizigo ya kiroho hiyo, mababu wenye low frequency, wasiopumzika kwa amani, roho za chini. Nitakuja kukuelezea vizuri kwamba kwa nini mababu wasiopumzika kwa amani. Nitakuja kukuelezea hapo vizuri kwenye kipindi kingine. Au unaweza nikasahau, unaweza kanikumbusha kwenye comment, sema yote utakao kukutana na sauti hiyo, unaweza kanikumbusha sema bwana ulisema utaelezea kwamba kwa nini mababu wanapumzika kwa amani na wasiopumzika kwa amani. Na kwa kudokeza, ngoja nikwambie, mababu ambaye hajapumzika kwa amani ni ule aliyekufa na hizi hali. Mtu akifa ana hofu, ana wasiwasi, ana hasira, ana lawama. Anaenda na frequency hiyo. Ukishaingia kwenye ulimwengu huo, sio binadamu tena yule. Hawezi kuchange frequency yake. Frequency anayokufa nayo ndio hiyo hiyo. Kwa akifa ana hofu, akifa ana hali moja kati ya hivi, majuto, ujue wewe atakuwa ni roho yenye kifisilani huko anapokufa. Kwa ujue huyo mtu ambaye amekufa anahusiana na ukoo wako. Kwa pindi ambapo hali ya hofu inapokusukuma, kumbuka huyo ni roho wa ukoo wako. Anakuja anakuvaa, anaanza kukupeleka maisha ya namna hiyo. Atakumbuka roho kwenye ukoo ni viongozi. Kwa atakuongoza kupeleka kwenye mambo mabaya, atakupeleka kwenye vita, atakupeleka kwenye migogoro. Lakini ukiwa na high frequency unakutana na mababu waliokufa na wana ujasiri, msamaha, wema, huruma. Watakutanisha na watu wenye huruma. Yaani hivyo. Nafikiri umenielewa kitu kimoja hapa. Hebu tuje tuzungumzie frequency na viumbe visivyoonekana. Kwa nini hatuoni kwa macho? Mada kubwa kweli kabisa. Kwa nini hatuoni majini? Kwa nini hatuoni malaika? Yaani kwa nini hatuoni viumbe wengine kama mimi nimeita jini? Kwa nini hatuoni?
nataka nikueleze. Unaweza kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanadai kuwasiliana na viumbe kama majini au roho, ili hali macho yetu ya kawaida hayaoni? Jibu sasa. Jibu la kiroho na kisayansi. Kwa sababu wengine wanakuambia sayansi ni uchawi. Sayansi ni uchawi. Haya, kwa vitu vingine lazima tuje tufanyaje? Vitu vingine lazima tufanyaje? Ni lazima tuvijibu kwa uhakika. Kwa uhakika, Yaani kwanza najisikia vizuri ninapokufundisha hivi. Natamani watu wengi wasikilize hichi ninachokifundisha. Kwa sababu mwenyewe naamini ni kizuri. Yaani kizuri, naamini eti ni kizuri yani. Yaani mimi mwenyewe najisikia kwamba eti ni amani. Haya, kitu cha kwanza, mipaka ya macho. Jicho la mwanadamu limeratibiwa kuona tu frequency ndogo sana inayoitwa visible light spectrum. Physics hiyo. Wanaosoma kidogo watajua mambo ya spectrum ipo kwenye physics. Unaona nakwambia sayansi ni uchawi kidogo. Unafika maabara unachanganya hivi na hivi, unashangaa mara moshi, mara harufu hii, mara umetengeneza sumu. Hivyo. Mipaka ya macho. Macho yametengenezwa. Mwenyezi Mungu ametutengenezea macho ili kuona visible light spectrum. Vitu vinavyotetema kama sisi. Yaani vitu yani kwenye upeo, yani mwanga unaoonekana. Kwa mfano mwanga mkali sana huwezi kaona. Mwanga wa kawaida, yani huu ndio mwanga ambao ni sehemu ambayo tunaweza kuona. Vitu vipo kwenye upeo wetu hivi. Tutazidi kuelewa zaidi. Nafikiri utanielewa ninachomaanisha. Weka tu kwa kutulia. Kuna nishati nyingi sana kama vile mawimbi ya radio waves, kuna x-rays. Yaani radio inapokea mawimbi, lakini hayo mawimbi wewe huyaoni. Kwa sababu macho yetu hayana uwezo wa kuona mawimbi hayo. Si umeelewa? Ingekuwa na uwezo wa kuona mawimbi, tungekuwa tunaona vitu vya ajabu. Yaani tungekuwa tunaona vitu vya ajabu, nashangaa kama mimoshi inapita hivi. Yaani tungekuwa tunaona vitu vya ajabu. Umeona? Tungekuwa tunaona vitu vya ajabu na tungekuwa lakini vitu vyenye frequency kama radio frequency zile vinakuwa vinaweza kuona mawimbi ya radio, kwamba mawimbi hayo yanakuja yanaingia kwenye radio yanafanya hivi. Lakini sisi hatuwezi kuona. Kuna x-rays au gamma rays. Hizi x-ray utazikuta huko hospitalini. Ni miale hiyo. Unachukua picha kwa kutumia miale. Kwa sasa pale kinachofanyika pale, kitu ambacho hakiwezi kuonekana na macho, lakini ile miale inaweza kuona. Nafikiri utakuwa unanielewa kidogo. Lakini zote hizi hatuzioni. Mawimbi ya kiakili. Kwa hiyo kitu kinachofanya tusione, cha kwanza zingatia ni mipaka ya macho. Kwa sababu macho yametengenezwa, naona visible light spectrum tu, mawimbi hayo ndio macho yanaweza kuyaona. Kwa kitu chenye mawimbi hayo, kipo kwenye mawimbi hayo ndio kinaweza kuonekana. Mawimbi ya kiakili, viumbe na nishati za low frequency kama majini au mizigo ya mababu au na high frequency kama malaika huishi nje ya uwezo wetu wa kuona wa kawaida. Kama nilivyokuambia, macho yetu yapo kwenye frequency ya visible light spectrum. Yangekuwa kwenye uwezo wa high frequency ya kuona viumbe hai, tungekuwa tunaona nao malaika. Lakini tunawahisi tu. Kwa viumbe wanaishi nje ya uwezo wa hivyo. Mawasiliano ya frequency. Watu wanaoamini kwamba wanaweza kuwasiliana na viumbe hivi hufanya hivyo kwa kuzalisha frequency inayofanana na yao. Kwa mfano, mtu anayetumia hofu au kiwewe huweza kuvuta nishati za low frequency. Wale wanaozingatia upendo na amani huweza kupokea ujumbe kutoka kwenye high frequency. Malaika wakuu. Nishasikia watu wanakuambia jinsi. Ukiingia kwa Lakim Spiritual pale, anafundisha jinsi ya kuita majini. Huwa anafundisha Lakim Spiritual. Nataka nikwambie, jini anapokuwa anakuja, cha kwanza anakutia hofu. Ile hofu sio kama anakutia labda akuzuru au nini. Anakushusha kwenye low frequency ili uwe kwenye frequency yake, umuhisi. Huwezi kumuhisi kama haupo kwenye frequency yake. Lazima uwe kwenye frequency yake ndio utamuhisi au hata kumuona atakapotaka Yesu. Yupo kwenye frequency yake. Kwa hiyo ndio anachokifanya kitu cha kwanza. Mtu anayekwambia nimeonana na malaika, huyo mtu anakuambia, yani huyo mtu anakuwa kwenye frequency ya juu sana. Mara nyingi stories zao anakuambia nimeona mwanga mkali, yani ndio stories zao. Usikiliza watu wa dini, utasikiliza vitu kama hivi. Mimi sio kwamba eti nafundisha dini sio ya Kiislamu, wala sio eti kwamba nafundisha kwamba fanya hivi upate fedha, sababu watu wengi wana target fedha. Una target fedha hujajijenga. Hata wanaofundisha wenyewe kupata hela
wanataka ukakae nao huko karantini miezi kadhaa, wakufundishe mambo haya. Wakufundisha kujenge. Haya. Ndio hivyo matokeo yatakuja. Ndio wakudirect sasa kwenye channel zao za hela hizo wanazo direct. Sasa utakuja kufikia kwamba sasa huyu jamaa anafundisha hapa, kwani yeye ana mafanikio gani? Hiyo ni it's up to you. Kwa hiyo sasa kitu cha kuzingatia, frequency inatafuta inayofanana. Upo kwenye muziki. Ukisha kabiliana na frequency ya pale, unakuwa kwenye frequency moja. Kwa hiyo hebu tuashumu kwamba sasa tupate picha. Yani ngoja nikwambie, jinsi unapokuwa unacheza muziki unafanya hivi. Yaani unakuwa unacheza hivi. Yaani ndio jinsi ambavyo mawimbi yanapiga hivyo. Yaani nafikiri umewahi kuona kama unacheza muziki audio, kuna vile vitu vinapanda hivi, vinapanda na kushuka, vinapanda na kushuka. Sasa ile pale inakuwa ina respond mawimbi, kwa sababu mawimbi yamepanda yameshuka, mawimbi yamepanda yameshuka. Yaani unakuwa kwenye mawimbi hayo yani. Yes, umeelewa? Kwa nini ni ngumu kuamini ukweli huu sasa? Kuna muda akili zetu zinakuwa ni ngumu sana kuelewa mambo kama haya. Ni vigumu sana kwa jamii kuamini sheria za frequency na uhalisia wa kiroho kwa sababu mbili kuu. Dharura ya beta. Utashangaa, dharura ya beta frequency. Watu wengi huishi maisha yao wakiwa katika mawingi ya ubongo wa beta, akili ya beta. What is this? Kujadili mazingira ya nje, stress, na kukosoa. Beta inatulazimisha kuamini tu yale tunayoweza kuyapima au kuyashika kwa mkono. Beta ni kitu gani? Beta, watu wanasema, kama ulikuwa unasoma shuleni wanasayansi wakakwambia tuna akili mbili. Tuna akili ya mbele na akili ya nyuma. Kwa Kiingereza anakuambia kuna subconscious mind afu kuna conscious. Sasa hii ni conscious. Afu kuna subconscious. Subconscious ni akili ya hazina. Hii conscious mind ni akili ya mbele. Hii akili ya mbele ndio yenyewe inapokea kwenye macho, inakwambia kwamba okay, ile ni rangi nyekundu, huyo ni Juma, huyo ni Abdalla. Ikitafsiri yuko kwambia hiyo ni rangi nyekundu, inapeleka kwenye subconscious mind ili amrishe mwili kurespond hicho kitu. Kwa hiyo beta, ninaposema tupo kwenye beta yenyewe inachukua, yani beta ndio utambuzi, ndio unafanya sisi tusiwe machizi, tuwe hali ya kawaida. Beta hiyo, beta tukija kukufundisha zaidi kwamba ukiwa mtoto beta inakuwa haina nguvu, ila subconscious mind ndio inakuwa na nguvu na inakuwa inatumia jicho la tatu, anaita jicho la tatu hilo. Inaitwa third eye chakra. Hiyo ni akili ya beta. Naona kama sijakuelezea vizuri hapo. Kwenye beta. Akili ya beta ni ile, ndio maana nimeandika what is this? Yaani yenyewe inahoji. Yaani yenyewe haiwezi kupitisha kitu kupeleka kwenye subconscious mind kama haijakielewa. Yaani kama haijakielewa, haiwezi kupitisha. Yaani yenyewe ni kama mlinzi wa kuzuia wewe usichanganyikiwe. Yaani kama mchujo, kwa sababu yenyewe inafanya kazi ya kupeleka kwenye subconscious mind ili kitu kikatafsiriwe na subconscious mind ipate kuamrisha mwili kutokana na hali iliyopo. Kwa hiyo hii beta huwa iko chakali, yani lazima ijue. Yaani yenyewe lazima ijue what is this. Kama ikijui ndio hivyo unakuta inakutia hofu, kitu ambacho haikielewi. Ndio maana mtu anakuambia kwamba, kwa mfano kimsikiza Manyanda African Power. Nasema nini? Manyanda African Power sijui. Anakuambia Mungu yupo kwenye maarifa. Sasa maarifa hayo anayoyazungumzia ni ile hali ya kushinda akili ya mbele. Yaani akili ya mbele sikuendeshe. Kwa sababu yenyewe kitu ambacho ikijui itakutia hofu. Yaani mpaka ikijue ndio ipitishe kwenye subconscious mind. Sasa ukiweka mpaka wa kupeleka kwenye subconscious mind, unakuwa ni kama umejifunga. Yaani unakuwa kama umejifunga fulani. Hii ni beta. Ndio maana mtu inakuwa ngumu kuamini kitu fulani. Yaani itakuwa ngumu kuamini kitu fulani. Yaani beta inakwambia hicho upuuzi. Hicho mbona upuuzi? Upuuzi. Lakini kile unachokiamini mpaka kile ambacho umeona, yani reasoning. Yaani sijui umenielewa. Yaani beta ni mkorofi sana, huyu akili ya mbele. Ndio maana wanakuambia ukiona sali fumba macho. Kwa sababu unajua kwa nini unafumba macho? Ili utumie milango mingine ya fahamu ambayo yenyewe ipo connected moja kwa moja na nini? Na subconscious mind. Uhisi. Kwa sababu kwa kuacha macho wazi, beta, yaani umemwacha beta amefungua hivi. Yaani yeye ni kuhoji hichi ni nini? Hichi ni nini? Ndio maana ukiona kitu cha kutisha, unatetemeka. Lakini mimi nataka nikuhakikishie hicho kitu cha kutisha ukikaa nacho siku 2 siku 3 hakika unakizoea.
Unaweza kashangaa mtu anayekaa na nyoka. Kwa ajili ujasiri umejengeka baada ya kwamba kimekizoea. Akili ya mbele tayari imeshakitambua kwamba hiki ni hiki, kumbe hakizuru. Kumbe hakizuru. Okay. Kumbe hakizuru. Ndio hivyo inakuwa friend. Lakini kwa mara ya kwanza lazima kwanza unaweza hata ukazimia. Kitu cha kutisha sana. Ndio maana nakwambia majini wapo kwenye low frequency. Ni vitu vya kutisha, vinakutia hofu. Vinakuzuia kwenda kwenye uchambuzi pale. Vinazuia usifanye, wanakwambia uwezo wako wa ndani. Subconscious mind ni kama bahari kubwa, limetunza vitu vingi, ni hazina ambayo haina uchafu. Imetunza kumbukumbu za utoto na nini, yani ina kila kitu. Unaweza kaamsha hadi kumbukumbu za utoto ukitumia vizuri. Na unaitumia vizuri kwa kulala, yani ufumbe macho. Ukifumba macho unafanya beta isifanye kazi. Akili ya mbele isifanye kazi. Unaivuzuia akili ya mbele isifanye kazi. Ndio maana unafumba macho. Kwa hiyo ndio hiyo dharura ya beta. Beta ndio hivyo. Kwa nini hatuamini mambo? Yaani unakuta unaambiwa jambo hauamini. Beta. Hilo jambo beta halitambui. Akili ya mbele haitambui. Kwamba ukiwa na kiwango kikubwa cha kuzuia beta kuhoji, ndio nakwambia una ufahamu mkubwa. Umeelewa? Unaweza kukutana na mtu anakufokea. Pumbavu. Lakini wewe unakuwa urespond, yani una furaha. Yani kwa sababu umemnyonya, yani unauelewa. Yani unaelewa. Ndio maana nakwambia samehe 7 mara 70. Kwa sababu kusamehe ni high frequency. Ni high frequency. Yani wewe sio kitu cha ajabu. Yani hofu hizo sio vitu vya ajabu kwako. Yani wewe unauelewa na unaweza kumcontrol mtu huyo kama kumwambia, kwa sababu akili ikiwa imetulia inatoa mawazo ya hekima. Hekima inatoka kwenye subconscious mind. Nikisema hekima unaelewa. Hekima unaweza kumwambia wewe mtu aliyepaniki neno moja tu kalitoa vizuri. Akili yake ikaelewa akatulia kimya. Sio kwamba yeye huyu anayepaniki hivyo hana uwezo huo. Anao uwezo, lakini beta imemzidia nini? Beta ndio inapeleka mawimbi ya ghadhabu kwenye subconscious mind. Subconscious mind inamwamrisha mdomo kwamba sasa wewe huyu ni jaziba. Hii ni jaziba hii sasa. Umeona hii? Inakuwa ni vita mula. Sasa kufunga subconscious mind. Sasa nilikuwa nataka kuelezea hapa kwa nini mtoto akiwa mdogo hivyo anakuwa na hivyo na hivyo. Hii hoja hapa inafuata. Kufunga subconscious, kama mtoto akili yako ilikuwa ukiwa mtoto akili yako ilikuwa ikitumia mawimbi ya alpha na beta na theta. Beta ni mawimbi ya ghadhabu. Ni kama ni bahari, tuseme bahari yenye machafuko. Lakini alpha tuseme ni bahari ambayo mawimbi yametulia. Tuseme wewe ni mvuvi. Kwenye zoruba ni beta, akili ya mbele. Zoruba ni zoruba hiyo, akili ya mbele. Lakini alpha, kwa mtoto unakuwa kwenye alpha, kama ni bahari tuseme mawimbi yametulia, maji ni masafi, unaweza kuona mpaka chini. Lakini ukiwa kwenye zoruba huwezi kuona. Hiyo ndio zana ya jicho la tatu. Hebu nielewe vizuri hapa. Zana ya jicho la tatu. Yaani usifikiri jicho la tatu ni kitu labda ni kitu ambacho nitakuwa uende kwa mganga akakupasua hapa na wembe ili lifunguke. Hapana. Hebu nielewe vizuri nakwambia. Hebu chukulia kwenye beta. Beta ikiwa na zoruba, yani ukiwa na zoruba huwezi ukatoa hekima. Mawimbi ya beta, wanaosoma physics, waliowahi kusoma physics watakuwa wanaelewa nikisema beta, mawimbi ya beta. Beta frequency, beta nini, beta wave, wanakuwa wanaelewa hivi ni viwango vya kupima mawimbi. Wanajua. Ni kama vile unavyosema 100,000, 200,000, milioni 1 ndio hivi. Sasa beta ni akili ya zoruba. Kama bahari ina zoruba vile. Alpha ni mawimbi yale ya kutulia, ambayo unaweza ukaona mpaka chini, kilichopo chini. Kama chini kuna hazina unaweza ukaziona. Lakini theta ni ile hali, ule uwezo wa kusema sasa umechumpa kutoka kwenye mtumbwi wako, unaanza kufuata ile hazina kule chini. Ni ule uwezo wa kupiga kasi ya kufuata nini? Kufuata ile hazina kwenye kina cha bahari, maji yaliyotulia, hamna zoruba. Ndio hiyo theta. Sasa beta ni wakati ukiwa kwenye shughuli zako, kwenye makelele. Ndio maana ushauri kukaa kwenye makelele sana. Yaani ukikaa kwenye makelele, watu wanaojifunza kufungua jicho la tatu, utakuwa utafute sehemu ya kutulia, si ulale, upumue pumzi 3, si nini na nini hivyo. Alpha ukiwa kwenye usingizi. Kuna ndoto unaweza kuziona.
Yaani unakuwa unaota ndoto, unaotaga ndoto ukiwa kwenye alpha. Ndio maana watoto wanapenda sana kulala. Watoto wanapenda sana kulala kwa sababu ndio chakula chani, ndio sawa kama na utambuzi. Yaani ndio hapo akili yao inakuwa inafanya kazi. Mtoto akiwa mdogo vitu vingi havijui. Hamjua mamake tu anayeshinda naye muda wote. Vitu vingi havijui. Ndio nakwambia mtoto anaona vitu vya kichawi. Sio nakwambia mtoto hawezi kulogeka siku ngapi, ni kwa sababu yupo kwenye high frequency. Kumbuka nimekufundisha. Low frequency haifui dafu kwenye high frequency. Yaani sana kusema kwamba watu ni sana ya kusema kwamba kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Kwa Mungu mchawi asogelei ni moto. Ndio sasa fikiria hiyo. Ndio zana hiyo ya kusema kwamba kwa Mungu ni moto. Kwa Mungu yani ndio hiyo zana. Mtoto anakuwa kwenye high frequency. Yaani kiasi kwamba huo uchawi wako huo wa hofu hauwezi ukampata mtoto, kwa sababu mtoto hana hofu, haijui. Yaani hofu sijui nini kutia wasiwasi. Yaani kama nilivyokuambia kwenye low frequency hapa. Kwenye low frequency hapa nilivyokuambia low frequency. Angalia vitu vya low frequency. Ndio uchawi mtu anakuwa amebeba matungunya ya kuleta hizo hisia. Sasa mtoto haziwezi kumpata. Akili ya hazina. Mtoto anatumia subconscious mind. Aya, tusome haya maelezo. Nimekuwa nakiongea sasa, tusome. Nafikiri sasa utakuwa umeyasoma kwa sababu ni screenshot recording hii. Kadiri tunavyokuwa tunakuwa na kuingia katika mfumo wa elimu na uhalisia wa macho ya nyama, ndivyo tunavyofunga uwezo wetu alpha, na hivyo kufanya masuala ya frequency yaonekane kama hadithi za kubuniwa. Kwa hiyo bwana, jinsi unavyokuwa mkubwa, utambue kabisa kwamba ndio hivyo unavyoenda kufunga jicho lako la tatu. Kwa sababu mtu ukiwa mkubwa, mtu anakuambia habari za jicho la tatu, alafu anakuambia utakuwa ujiunge nikulee uwe na uwezo kama wangu. Ni pale ambapo anaenda kukuweka kwenye mazingira ya kufungua alpha na theta. Kitu ambacho unaweza kukifungua mwenyewe. Unafanikiwa kufunga hii ukidhibiti beta. Nasema kudhibiti beta, udhibiti uwezo wa kuhoji. Yaani uwezo wa kuhoji. Yaani uwe na uwezo wa kudhibiti mitetemo inayoleta hali za tofauti. Yaani uwe na uwezo wa kudhibiti mitetemo. Ili ukiwa kwenye mtetemo fulani, udumu kwenye huo mtetemo ili uweze kupata vitu vya mtetemo huo. Nafikiri hapo unanielewa. Nafikiri hapo umenielewa zana ya jicho la tatu. Zana ya jicho la tatu, chukulia mfano kama bahari yenye zoruba. Ukiwa jicho lako la tatu limefungwa, bahari na zoruba. Lakini jicho la tatu huwa linafunguka bila wewe mwenyewe kujua. Nenda kumsikiliza Rakim Spiritual. Anafundisha kama jicho la tatu linafunguka sana mara kibao kwenye maisha yako, lakini wewe haujui. Simeelewa? Vile kule Rakim Spiritual anafundishaje? Anakuambia hivi, jicho la tatu linafunguka mara kwa mara bila wewe mwenyewe kutambua. Lakini inatakiwa upate uwezo wa kulicontrol, yaani upate uwezo wa kulifungua wewe mwenyewe. Sasa nakuwa namaanisha nini? Yule Rakim Spiritual anaenda mbali, anakuambia kwamba jinsi ya kutoka kwenye mwili. Yaani kwamba jinsi ya kujitoa kwenye mwili, anakuambia astral projection yenyewe inaitwa hivyo kitaalamu. Sasa hii inakuwaje? Ninavyosema jinsi ya kutoka ni kutuliza beta, kuingia kwenye alpha, afu kuingia kwenye theta. Kuingia kwenye theta ndio astral projection. Astral projection, fikiria kwamba umeacha boti lako pale juu ya maji, afu unaanza kuzama. Umeacha boti pale. Hiyo inaitwa upo kwenye theta. Kwa hiyo sijui umenielewa hapo zana hiyo jicho la tatu. Mimi sijui nifundishaje hapo. Si nielewaje, lakini mtu unaweza kaniuliza vizuri. Alafu sasa ni kitu kingine, zana nyingine hapa kabla sijasahau. Watu wao wanapenda kusema mafunuo yanakuja mara moja. Na wakati mwingine huenda asije. Yaani wakati mwingine nakuwa nimesahau. Yaani mafunuo yanakujaga. Twende kwa mfano kulingana na unavyo vibrate ndio vitu vinakuja. Hata hapa nimeshasahau. Nilikuwa nataka kusemaje. Tuendelee. Zana ya jicho la tatu nafikiri umeielewa. Hamna kitu kingine. Kufungua jicho la tatu ni kushinda beta kuhoji. Unamshindaje beta kuhoji? Tutakuja tuangalie hapo mbele. Nitakufundisha jinsi ya kumshinda beta. Ukimshinda beta, unafungua jicho la tatu.
Kwa sababu mtoto beta huwa haifanyi kazi. Na mtu anayetaka kumloga mtoto anaanza kumloga mama yake au watu wa karibu, ili wamtie hofu mtoto. Yaani wamuingizie uchawi mtoto. Wamtie hofu. Akisha kuwa na hofu, ndio ile nguvu ambayo mchawi ameizamilia inaweza kuoperate. Kwa maana ukisha kuwa kwenye hofu ufanyaje? Yesu umenielewa. Kwa mtu kumloga mtoto mchanga, mtu anaanza kumloga mama yake. Kumloga mtu mwema, mtu mwenye yuko kwenye high frequency, mtu anaanza kutumia watu wa pembeni. Kwa mfano kama juzi nimesikia kisa kimoja. Ibrahim Traore ni mtu anayejiamini, tuseme anaishi kwenye high frequency. Mabebelu wamejaribu kuingia au kujengea msikiti, si tukupe misaada gani, amegoma. Maki yupo kwenye high frequency, yani yupo kwenye utulivu wa kutambua kwamba hichi, yani sawa vile tu mtu anayepiga makelele unasema bwana toa makelele. Au sawa na jini limekuja linatisha na alipiga leo unitishi. Hivyo ndio jinsi ya kushinda. Hiyo ndio unakuwa umepiga teke. Kwa mfano kama ni uchawi, sema umeshinda uchawi, inakuja ikutishe, unasema wewe haunitishi, kwa kitu kadogo kabisa wewe. Sasa juzi nimesikia kisa kwamba huyo bwana, kuna mwanamke anataka amuoe, si mke wa pili ni hadi habari imetrend, nafikiri umeisikia. Sasa hiyo ndio namna ambayo unasema mtoto ili mloge unatumia mama yake, unamtia hofu mama yake. Kwa sababu mama yake si anatumia beta, watu wanatuloga kutumia akili ya mbele, si ndio inaifanya inatambua vitu. Sasa kitu ambacho haikitambui na cha kutisha kinakuja. Umeona? Kisha ingia na hofu. Ile hofu wakati unafadhaika kwenye hofu, ndio ile inaanza kuoperate ile nguvu ambayo imeagizwa. Inaanza kutia mtoto hofu. Jinsi unavyomtia mtoto hofu, mtoto kwenye hofu, unavyomtia kwenye hofu, unakuwa unampelekea mawimbi ambayo yanamharibu mtoto. Hivyo si umeelewa? Nafikiri umenielewa kidogo hapa habari ya beta, alpha na theta. Kitu cha 4, kipengele cha 4. Jinsi frequency inavyoitikia wito wako. Ili ulimwengu uitikie na kutii wito wako, unahitaji kubadili channel. Ndio maana wewe ni binadamu. Binadamu ni kiumbe ambacho kinaweza kubadili frequency. Kiumbe ambacho kinaweza kubadili channel. Hebu nielewe. Watu wanakuambia Bwana Mungu akaumba kiumbe kwa mfano wake. Bwana Mungu akasema viumbe wengine wasujudie. Bwana Mungu akasema hata malaika wanakutii. Hii ndio dhana. Ili uweze kubadilisha kitu lazima uchange frequency. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze. Kwa kama mimi sijajifunza kuchange frequency, kufika kwenye frequency fulani, wewe ukajifunza kuchange frequency, ukapiga mazoezi ukajifunza kuchange frequency, basi wewe utakuwa na uwezo mkubwa kushinda mimi. Utakuwa na uwezo mkubwa kushinda mimi. Wewe utakuwa na uwezo mkubwa kushinda mimi. Yaani sawa tu nadhani ilivyo ya kujifunza. Kitu ambacho hujui wewe unakuwa mjinga nacho, lakini ukisha kijua kinakuwa ni kitu kidogo. Hivyo ndio jinsi unapopata uwezo wa kushift kwenye frequency, unapopata huo uzoefu. Ndio unapokuwa jinsi unapokuwa wa maajabu. Yaani hivyo ndio unapokuwa wa maajabu kwenye frequency. Haya, kitu cha kwanza ili uweze kuchange frequency, lazima urudishe alpha au theta. Tumia tafakari ya kina au maombi ya dhati kwa dakika 10 kila siku. Hii inashusha frequency ya ubongo wako kutoka kwenye beta kwenda kwenye alpha au theta. Huko ndiko mahali ambapo akili ya hazina inafanya kazi na kuungana na chanzo cha high frequency. Bwana, nataka nikufungulie hapa kitu kwenye hii hoja. Unajua sisi ni binadamu. Alpha na theta, kuirudisha alpha na theta ile ya utotoni, kulala, ile hali ya kulala kuanza kuangalia maono, ni kitu kigumu kwa sababu tuna stress, huku unadaiwa kodi, mke kakwambia hiki kimekuuzi, huyu kakwambia hivi, yani mambo mengi, yani mawazo hayawezi kuisha, yani mawazo ni ya mwanadamu. Sasa unawezaje kuishinda beta ili uingie kwenye alpha? Kwa sababu ili uingie kwenye alpha lazima uishinde beta. Cha kwanza unafumba macho. Hatua ya kwanza kabisa ya kumshinda beta ni kufumba macho. Kwa sababu ukifumba macho unampungulizia dhoruba. Kwa sababu kila kitu unachokiona kwenye macho yenyewe ina tafsiri. Yaani akili inafanya kazi. Yaani wewe hufanyi kazi za kupigana nini, lakini kila kitu unachokiona mbele, akili yako inafanya kazi, ndio maana unakiona. Yaani akili yako hii inakifanyia kazi, ndio maana unakiona na kukitambua. Anapita fulani unasema huyo ni mke wangu, huyo ni mke wa fulani. Akili.
Kwa ukifumba macho huwezi kuona kinachokatisha. Kwa hiyo utapunguza dhoruba kidogo. Kinachokuwa kimebaki ni yale mawazo, stress, msongo na nini. Yaani zile picha zinabaki. Unaona kama sasa anakuja. Sasa ile picha inayojengeka ile picha kwamba kama sasa anakuja. Anayenidai. Unavyohoji. Jinsi unavyohoji pale ndio kicho kilichopo kwenye akili yako ya hazina. Ukifumba macho, subconscious mind inakuwa inatafsiri frequencies zilizoingia. Sio umeingia. Kwa hiyo beta ni kama transmitter. Yaani beta ndio inaingizaga hivi. Sasa ukifumba macho zile frequency ambazo beta amezitengeneza ndio zimeingia kwenye subconscious mind. Kwa sababu subconscious mind yeye anafanya kazi na frequency tu. Hafanyi kazi na picha, sio nini na nini. Kwa zana rahisi, ukifumba macho utabaki unakumbuka stress za maisha yanayokuzunguka hapa, ya maisha yanayokuzunguka hapa. Umeona? Maisha yanayokuzunguka. Sasa maisha yanayokuzunguka tena yanakutia stress. Umeelewa tena? Maisha yanayokuzunguka yanakutia stress. Kwa ile kuanza ile inakuwa inapeleka tena mawimbi ya low frequency kwenye subconscious mind. Sasa ufanyaje uweze kuipiku hiyo? Yaani uweze kuipita hiyo. Ufanyaje? Kwa lazima utafute namna ya kutoa stress kwenye beta. Ili beta asipeleke mawimbi kwenye subconscious mind. Ili subconscious mind iwe ni bahari, iwe kama ilivyo yenye utulivu. Umeona? Yenye utulivu, iwe ni bahari yenye utulivu. Hiyo ndio jinsi ya kunena. Ndio maana kuna muziki fulani unaupenda. Yaani kuna muziki fulani unaupenda ukiwa na stress. Sasa huo muziki uondoke kila kitu. Huo muziki ambao unaupenda ukiwa na stress, ukiniletea mimi huenda mimi sitaupenda. Angalia hiyo tofauti. Sasa ile kama ule muziki unatuliza stress. Kama ule muziki unakutuliza stress, basi ule muziki unatoa mawimbi ya high frequency. Unatoa mawimbi ya high frequency ya kusukuma mawimbi ya low frequency. Kwa hiyo sasa hapo unakuwa umemshinda nani? Beta. Na kama ukiwa na stress ukisikiliza muziki fulani unafanyaje? Unatoa mawimbi ya low frequency. Sio uende ukanywe pombe. Mwingine kama nilikuwa na stress mimi pombe. Mwingine kama nilikuwa na stress sisi unafanyaje? Achana na mambo mabaya. Sasa hebu tafuta mambo ambayo sio mabaya, ambayo yanaweza kukutuliza. Na ni sana ukiwa na matatizo unaenda kwa mganga. Mwingine anaenda kukutibia kwa kutumia low frequency. Anakushusha kwenye low frequency ili uone umepona. Lakini Mwenyezi Mungu amekuumba wewe, channel zinahama. Channel zikihama zikirudi kwenye channel zake zile, kwenye mawimbi yake yale, matatizo yanarudi. Kwa lazima ujue jinsi ya kushifti kwenye frequency. Umeona? Ule muziki, nataka nikwambie jinsi ya kumzima alpha sasa, kumzima beta. Ule muziki una siri sasa. Ule muziki unaosikilizaga ukiwa na stress unakufariji. Unatoa mawimbi ya high frequency. Kwa hiyo sasa ili uingie kwenye alpha na theta, tumia frequency za namna hiyo. Unajua muziki sauti zile ni frequency nazo ni frequency. Kama nilivyokusimulia habari ya kucheza muziki, ukienda ulikuwa una habari ya kucheza, ni high frequency. Kama vile ambavyo nilikwambia ukisikia milio au mikuno ya mapenzi hisia zinakupanda, ndio hicho ninachomaanisha. Maana yake sasa ule muziki unaamrisha vituo vyako vya nishati vitoe nishati gani kwa muda huo. Kwa sababu subconscious mind, akili ya hazina, inaamrisha mwili kutupitia vituo vya nishati. Kama umewahi kusikia kuna vitu vinaitwa chakra. Kama hujawahi kusikia kuhusiana na chakra, angalia msalaba umekaaje. Kuna msalaba wa kujumlisha, afu kuna msalaba pande kuu nne za dunia. Angalia jinsi mganga anavyochanjaga chale zake. Anachanja maeneo gani? Ile inachora jinsi chakra zilivyokaa kwenye mwili wako, vituo vya nishati. Analenga vituo vya nishati fulani. Kwamba kituo cha nishati hapa ndio huwa kina sense. Yaani yeye mwenyewe atajua anafanyaje. Ile kituo ukigusa hapo kituo cha nishati fulani hapo huwa kina sense. Umeona? Ndio maana kuchapa chale pale. Umeona bwana? Kwa sababu subconscious mind inaenda kutafsiri. Huu muziki unaousikilizaga ukiwa na stress unakufariji, huo unatoa high frequency. Na kwa sababu unajimu wako unasema wewe high frequency zako zitafungukia kwenye kituo fulani cha nishati, low frequency zako zitaingilia sehemu fulani. Ndio maana nakwambia mtu ana udhaifu na ana ubora wake. Umeona bwana? Kwa sasa unatakiwa
kuitawala mifereji inayoingiza. Una mifereji ambayo huwezi kuiziba tangu umezaliwa, inayoingiza low frequency kwenye mwili wako inautawala, na ndio hapo uchawi wanaingiliaga, ndio hapo hofu zinaingiliaga. Lakini una kituo chako kinachoingiza high frequency. Kwa hiyo ukisikiliza muziki ukaenda kutawala sehemu fulani, tutakuja kujifunza kuhusiana na chakras hapo mbele kidogo. Huo muziki ukawa unajisikia vizuri, raha, amani nini, unasahau stress, unajua umeingia kwenye nini, kwenye alpha. Lakini wewe mwenyewe unakuwa unasikiliza muziki hujui kinachoendelea. Ile ndio ninachokuambia sasa, unaingia kwenye alpha. Unaingia kwenye alpha. Ukikaa kidogo tu ukajisahau, unajishangaa usingizi umekupigia huo. Usingizi umekupigia, umeingia kwenye theta. Usingizi wa tolololo, ule usingizi wa fofofo ule ambao unaweza kukuhamisha usijue, unakuwa umeingia kwenye delta. Unaweza kutabiri, unaweza kaona mambo yajayo. Yaani hapo unakuwa umeingia kwenye high frequency. Unajua high frequency? High frequency ya kiwango cha juu, utaona maono, yani unakuwa mtu wa ajabu. Sasa kuna watu wana uwezo wa kufikia delta, ile fofofo kwa kutaka mwenyewe, kwa maana nataka niingie kwenye delta, anatulia unaweza kaenda kumhamisha ukampeleka pale, anakuwa hajui. Anakuwa ameingia mwenyewe, anataka suluhisho ya mambo. Kwa ili upate suluhu ya jambo fulani, wewe mwenyewe unaweza kulipata kwenye bahari iliyotulia. Uwezi ukaona suluhisho ya tatizo kwenye zoruba, lazima utulize zoruba ndio utaangalia suluhisho. Mungu ametuumba na utashi huo kila mmoja. Sasa stress zisikutawale. Jinsi ya kutuliza stress ndio nimekwambia. Tafuta sauti ambayo huwa unasikia raha. Sauti ambayo unasikia raha au harufu ambayo unasikia raha. Ndio maana nakwambiaje? Tumia tafakari ya kina. Tafakari ya kina hii ndio inaitwa meditation. Mtu anakuambia nafundisha jinsi ya kufanya meditation. Sasa jinsi ya kufanya meditation atakwambia pumua pumzi 3. Zinaleta roho kwenye usawa. Tumia pumua pumzi 3. Zinaleta kwenye usawa. Sio hivyo. Hazileti kwenye usawa. Ni jinsi tu ambavyo vitendo ambavyo nakufundisha ni vya bila mwenyewe anakuwa anafanya. Bila mwenyewe kujua vya kwenye alpha. Jinsi nilivyokuambia ndio hiyo. Meditation ni kumtuliza beta. Ukifanikiwa kumtuliza beta unakuwa umefanya meditation. Wasikilize watu wanaofundisha meditation, utaelewa kwa nini anasema tafakari ya kina. Kuna maombi ya dhati. Makanisani watu ambao hawana dini wanafanya meditation. Watu wenye dini wanaenda kusali, kufunga na kuomba kwa dhati. Anakuta wengine wanalia. Sasa badala ya kuomba kwa furaha, kwa ya malaika ije wasikilize, wanakuwa wanaimba wanalia. Kulia ni low frequency. Kulia ni low frequency. Kulia ni low frequency au ni high frequency kwa wakati mwingine sana low frequency. Wasiwasi na nini, usikumbuke matatizo wakati wa kuomba. Sikiliza, wakati wa kuomba uwe na shukrani, ndio high frequency yake. Wakati unaomba usikumbuke matatizo. Usikumbuke matatizo. Shukuru jinsi ulivyo, uwezo ulionao kutambua hii ni tatizo. Shukuru, yani wakati unaomba ndio utapata mafunuo ya suluhisho ya hayo mambo. Mungu hata kuja kukutolea. Ndio malaika wako wema, mababu zako watakuonyesha suluhisho kwenye kina cha bahari iliyotulia. Kwenye zoruba hawezi kukuonyesha. Hawapo kwenye zoruba mababu wema. Mababu ndio viongozi wako, guardian angels, hawapo kwenye zoruba. Ukiwa umetulia ndio watakuja watakuonyesha, kwa sababu wenyewe wanaishi kwenye utulivu. Uko kwenye zoruba, upo kwenye majini. Ukiwa kwenye utulivu ndio wanaishi huko. Kwa automatic ukienda na shida yako kwamba nataka kuona kitu fulani, watakuonyesha kwenye huo wakati umetulia, upo kwenye matafakari ya kina. Yaani mimi nataka uelewe mimi. Tumia maneno ya high frequency, maneno ya vibration. Sauti kama nilivyokuambia. Acha kujieleza kwa maneno ya low frequency. Sina bahati, naogopa, maisha magumu. Zungumza maneno ya shukrani na uhakika. Yaani kuwa shukrani. Yaani mtu ukimpa, wanakuambia sadaka ya kweli ni sadaka inayotoka moyoni. Unashukuru kwamba Bwana Mungu nimepata hiki. Nimebaki na 100 lakini natoa 200. Yaani shukrani, shukuru kidogo. Kuwa mtu wa shukrani. Usiwe wakati wa kuomba. Ndio maana hata Manyanda African pana nakwambia ukiwa unafanya ibada ya kiroho usio kwenye low frequency, kuwa kwenye high frequency. Lakini hakufundishi high frequency kitu gani.
Sijui huko kwenye kambi zao wanaenda kuwafundisha au la. Ila mimi nakwambia high frequency ni vitu nilivyokutajia hapa. Huwa kwenye hali mojawapo kati ya hizi. Kati ya hizi hapa. Kuwa kwenye hali mojawapo kati ya hizi. Kuwa kwenye hali mojawapo kati ya hizi. Kuwa kwenye hali mojawapo. Sio, unanielewa bana? Haya. Hii hapa ni kurudisha, kutumia maneno. Haya. Namba 3, chagua hisia. Kumbuka hisia zako ni kitufe cha hata kama mambo yako ni magumu, tafuta kitu kidogo cha kushukuru. Ndio namna pekee ya kutoa stress. Kwamba wewe kwenye maisha yako hauna hata kitu kimoja cha kushukuru. Kichukulie hicho, kitapandisha high frequency. Kichukue, anza na shukrani, jaza upendo, nini na ni furaha, yani vibe, pata vibe ile nzuri. Achana na ile mambo. Ukiwa kwenye utulivu wa namna hiyo, ili upate utulivu lazima ushukuru. Ukishakuwa unasikiliza muziki huko unashukuru mambo yako mazuri, kausingizi katakuja. Mababu wanakuambia lala tukuonyeshe. Sasa. Lala tukuonyeshe. Unaanza kupata picha. Sasa kile kinachotengeneza picha ile pale sio akili. Kinachotengeneza picha ni jicho la 3, jicho la rohoni. Linatengeneza picha ili subconscious mind ifanyaje? Ielewe. Kwa sababu akili ya hazina haielewi, inaelewa frequency. Kwa hiyo jicho la 3 kazi yake ni kutengeneza picha ambayo ipeleke frequency za aina fulani kwenye ubongo, kama ni uelewa. Nimeelewa kwamba bwana, sababu subconscious mind ndio memory ya kudumu, hazina kuu ya akili. Akili ya hazina yenyewe inahifadhi kitu chenye, yani mawimbi, inahifadhi mawimbi fulani. Na picha, yani yenyewe inaelewa picha nini. Kwa jicho la rohoni ndio jicho linaloona ukiwa umefumba au macho. Sio kwamba eti litaona kwamba jini yani ndio jicho linaloona suluhisho na nini. Yani kuona, usifikirie kwamba ni kuona gani. Linachukua frequency, linazalisha picha yake. Yani ndoto, hata kama unaona ndoto, ni jicho la 3 linatengeneza picha, linahangaika sababu na yenyewe ni kazi yake. Linahangaika kumuelewesha master wake. Master wake ni akili ya hazina, subconscious mind. Kwamba bwana, namaanisha hivi. Sasa ukiwa kwenye high frequency, ndugu yangu, ndio hivyo, unapata vya kuona, unaona. Hakuna, umeniona. Sasa bwana, mimi nahitimisha, kipindi kimekuwa kirefu. Wewe ndio transmitter. Jua kwamba wewe ndio transmitter. Kama unajua transmitter, nenda ka Google au waulizie watu wanaojua transmitter ni kitu gani. Kitu kinachopokea mawimbi na kuyafanya kinachotakiwa kufanya. Wewe sio mpokeaji tu. Wewe ndiye transmitter mkuu wa frequency maishani mwako. Ulimwengu uko tayari kukupa, lakini lazima ulingane na frequency ya kile unachokitaka. Anza leo kwa kutoa upendo na shukrani, na uone jinsi nguvu kuu tukufu takatifu inavyoitikia kwa kukuletea maisha unayostahili. Kwa kuhitimisha sasa, ni maneno nilikuwa nasoma kwenye hii makala niliyokuwa nimekuandalia. Kwa kuhitimisha, ukiwa na high frequency, kuna viongozi wa kwenye ukoo wako. Wapo viongozi wazuri, wapo viongozi ambao walikufa na silani, wa kwenye low frequency. Mimi nahitimisha kitu kimoja. Ukiwa kwenye high frequency, malaika viongozi au mababu zako wanakupa mwongozo, wanakukutanisha na watu wanaweza kukutatulia hilo tatizo. Kama huwezi kuona suluhisho kwenye ndoto, basi kwenye maisha haya ya nyama haya, ukiwa na high frequency, kwa sababu wenyewe wanaishi kwenye high frequency, wanakukutanisha na watu wema. Mtu unayekutana naye uko na high frequency, huyo ametumwa. Huyo ni kama malaika. Mtu unayekutana naye kwenye high frequency amekuja anazungumzia tatizo lako fulani, au ana picha ya tatizo lako fulani. Hiyo ndio inakuonyesha, kwa sababu au kuna ile mfumo unakuta unaangalia namba zimefuatana. Unaangalia 1166 mara 77, unapita hapo unaangalia kuna 7, unapita tena pale unakuta kuna 7. Endelea na hicho unachokifanya. Mfululizo wa namba ni njia ya mawasiliano kati ya mababu na wewe.
Unaweza kukutana na mtu kama malaika, nilikuwa na njaa. Sasa ukiwa na njaa alafu unakumbuka shida na nini, kuwa na shukrani, jawa na furaha. Yaani hata kama ile njaa inaenda kukuua kwa mfano, sawa? Tuseme njaa inaenda kukuua, unasema bwana, ndio hivyo tu. Ndio hivyo. Nashukuru nimeishi hivi na hivi. Yaani vizuri. Yaani vizuri ile. Kama muda wako haujafika wa kufa na njaa, atakuja mtu, utashangaa amekuja mtu bwana na chakula amekupa. Unasema malaika kamuagiza. Ndio hivyo. Yaani ukiwa kwenye high frequency unakutana high frequency. Ukiwa kwenye low frequency inataka uwe na shida, mafadhaiko, ni kuwezekana ufe kabisa. Ndio yule roho aliyekufaga na nani atakupeleka mara ukajinyonge, yani ili ufe tu kama yeye alivyokufa. Sasa kuna ibada jinsi ya kuwapoza hawa roho wabaya, sio kwamba eti ni nini. Mwingine alikufa na halo kwenye low frequency, halikuwa hajui haya mambo, halikuwa hajui. Lakini laiti mimi mwenyewe nilikuja kujua kwamba mimi hata kama nakufa leo kwa vile nimepewa muda wa kujiandaa kufa kabisa, lazima nipo kwenye high frequency ya kwenye nashukuru mambo yote mazuri kwenye ulimwengu. Nasema sasa, yani mimi mambo niliyoyafanikisha mimi, lazima nifike kwenye high frequency, ili kusudi kwamba nisiwe roho mbaya, nikae peponi. Umeelewa? Yani niwe babu mwema. Umeona? Ili niishi kwenye high frequency, niishi na viumbe wa Mungu. Umeelewa? Basi yangu ni hayo. Nafikiri tukutane wakati mwingine. Alafu hapa kuna posti nyingi. Aga ni ka blogspot. Kanaitwa ndangishakafumo.com. Ukiandika tu ndangishakafumo.com. Ndangishakafumo.com hapa. Ndangishakafumo.com unakutana na hii. Ndangishakafumo.com una Google, kisha Google unaona imekuja hapo. Inakuja yenyewe tu, tena kwa kielele. Mambo ya kimungu tena. Yaani kwanza nimeshangaa. Mimi tangu nimeanza kufanya shughuli zangu za tehama, huwa nikinunua domain nikahost, nikaweka tovuti ikae kwenye Google search, huwa inachukua siku kadhaa au miezi kadhaa. Lakini hii ya kufundisha mambo ya kiroho bwana, siku moja tu, yani ninashangaa. Yani nimeshangaa sana hichi kitu. Nimeshangaa sana. Basi ndio hivyo, ndangishakafumo.com unakuja unaifungua, ukifungua ina posti nyingi. Itakuwa naweka posti nyingi. Zingine sio kwamba nitakuja nikiziweka eti nakuja kutoa sauti kama hii. Kuna nyingi kwamba frequency ya dunia, sadaka, kwa mfano kama hii. Nitakuja nifundishe sehemu nyingine habari ya mababu hii. Je, dunia ina nishati za frequency, habari ya mitishamba na nini, beta. Kwa nini mitishamba? Kwa nini watu wanachinja? Nitakuja tufundishane. Alafu vile vile ukiwa hapo unaweza ukadownload hapa ki application hiki, kinakuwa kwenye simu yako. Hiki hapo umeona? Ukibonyeza hapa download. Lakini uingilie kwenye Google Chrome. Ukiingia kwenye Google Chrome utakuja utakipakua ki application. Ukibonyeza hapa bana hai. Nafikiri nilikuwa kufunguka sasa. Hii mitambo yangu imeendaje? Yani mimi fundi ndio mimi mwenyewe. Sasa fundi nimetengeneza. Itakuwa kufunguka. Chagua email. Open with installer. Kwa hiyo unachagua email yako hapo, open with package installer. Kwa sababu hiyo ni nini? Kwa sababu ni application hiyo. Ni application, unakuja unainstall. Basi ukisha install inakuwepo kama hivi kwenye simu yako. Basi wewe unakuwa unafungua tu unaangalia. Alafu unaandika, unaweka na comment ili mimi nijue tuongelee kitu gani, kwa sababu ya madini siwezi nikaacha kuyapata. Ni mengi sana. Yani ni mengi sana. Na vitabu vingi, yani ni mengi sana. Yani siwezi kujua niongee kitu gani kuhusiana na wewe. Kwa hiyo unakuja unatoa comment. Unaona kama hivi ukikaa nao kwenye kwenye simu yako, unakuja unaifungua tu. Unaona hii hapa. Ndangishakafumo. Unakuja unaifungua tu, kisha ibonyeza. Basi unakuja unafungua, unaendelea na kuburudika. Safi kabisa. Basi tukutane wakati mwingine nitakapokuwa naelezea tutakuwa naelezea kitu kingine cha kiroho hapa. Alama ni frequency yako ya hatima, unajimu sehemu ya kwanza. Tutajifunza kuhusiana na unajimu, habari ya nyota hii. Kwamba nyota yako ni kitu gani? Sio nini? Ndio unachanganyana tu, mnaambiwa vitu afu muelekezi watu vizuri. Mimi sipendi. Mimi mwenyewe nimehangaika sana.
nimehangaika, yani nimehangaika, mtu anakuambia kitu ambacho si ukijuaje. Yani nilikuja kupata haya mambo kweli, nimeyataka, nimepambana nayo sana. Nimepambana nayo sana.